أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hazrat Amir al-Mominin Mwenyezi Mungu amsaidie sana anasema kila mwanajumuiya kama anavyojua ya kwamba siku ya Februari 20 hukumbukwa kuhusu bishara ya mwana aliyeahidiwa, na kuhusiana na hilo mikutano inafanywa katika jamaat mbalimbali. Safari hii Februari 20 itakuja baada ya siku 3, lakini nimeona ni vyema katika hutuba ya leo niseme machache kuhusu bishara hiyo. Bishara hii ilikuwa ni kuzaliwa kwa mtoto mmoja wa kiume kwa Masihi Maud alayhis salam, ambaye atakuwa na sifa nyingi mno. Atajaaliwa na msaada na nusura makhsus ya Allah. Masihi Maud alayhis salam ameeleza bishara hii kama hivi. Alisema, bishara ya kwanza, kwa kupitia ufunuo wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala mwenye shani na jalali, Mwenyezi Mungu mwingi wa rehma na mwingi wa ukarimu, ambaye ana uwezo juu ya kila kitu, jalla shanuhu wa azza ismuhu, akinihutubia kwa ufunuo wake alisema, ninakupa ishara ya rehma kwa mujibu wa yale uliyoniomba. Hivyo nimeyasikia maombi yako yaliyojaa uchungu mwingi, na kwa rehema yangu nimekubali dua zako, na safari yako ambayo ni safari ya Hoshiarpur na Ludhiana nimeibariki kwa ajili yako. Hivyo ishara ya kudra na rehma na ukaribu nami inatolewa kwako. Ishara ya fadhila na ihsani inaletwa kwako, na unapewa ufunguo wa ufaulu na ushindi. E Muzaffar, amani iwe juu yako. Ameyasema Mungu ili wale wanaotamani uzima wa ukolewe katika mkamato wa mauti, na wale waliolala makaburini wafufuliwe, na ili utukufu wa dini ya Islam na daraja ya neno la Mungu izwihirike kwa watu, na ili ukweli ufike na baraka zake zote, na uongo utoweke na nuksi zake zote, na ili kwamba watu waweze kuelewa ya kwamba mimi ni mwenye nguvu, ninafanya nipendavyo, na ili kwamba wawe na yakini ya kwamba mimi niko pamoja nawe, na ili kwamba wale wasioamini juu ya zati ya Mungu na wanakana na kukataa dini yake na kitabu chake na mjumbe wake mtakatifu Muhammad sallallahu alaihi wasallam mteule, wapate ishara iliyo wazi na njia ya wakosefu ibainike. Basi furahi ya kwamba utajaaliwa mtoto mwana mume mtakatifu na mzuri. Utampokea kijana aliyetakasika. Kijana huyu atakuwa ni mbegu yako na kizazi chako. Kijana mzuri na mtakatifu atakuja kama mgeni wako. Jina lake ni Emmanuel na Bashir pia. Amejaaliwa roho tukufu, naye ameepukana na uchafu wote. Yeye ni nuru ya Allah. Amebarikiwa yule ajaye kutoka mbinguni, ni fadhila pamoja naye ambayo itafuatana na ujio wake. Yeye atahusishwa
na utukufu ukuu na utajiri. Atakuja duniani na kwa dhati yake tukufu na kwa baraka za roho tukufu atawaponya wengi kutoka maradhi. Yeye ni neno la allah, kwani ukarimu na heshima ya allah imemtuma na neno la tukufu. Atakuwa na kipaji cha ajabu na akili mno na mpole wa moyo, na atajazwa na elimu za nje na za ndani. Atakuwa mwenye kuwafanya watatu kuwa wanne. Hatmasihi maud alah salam amesema hii maana yake haikubainishwa. Ni jumatatu iliyobarikiwa, ni jumatatu iliyobarikiwa, mwana wa kiume, furaha ya moyo, aliyenyanyuliwa, mtukufu, mzihirishaji wa aliye ni wa mwanzo na mwisho, alama ya yule aliye mkweli na wajuu, kana kwamba allah ameshuka kutoka mbinguni. Kufika kwake kutabarikiwa sana na kutakuwa sababu ya kuzihirika kwa jalali ya uungu. Nuru inakuja, nuru haswa, nuru iliyosingwa na mwenyezi mungu, uturi wa mapenzi yake. Tutampulizia roho yetu, atahifadhiwa chini ya kivuli cha mwenyezi mungu, na atakuwa upesi katika umbo, na atakuwa sababu ya kukombolewa wale walio utumwani. Atajulikana mpaka pembe za dunia, na mataifa yatabarikiwa kwa ajili yake. Ndipo atachukuliwa juu mbinguni kwenda mahali alipotayarishiwa, na jambo hili limekwisha katwa. Hivyo kwa mujibu wa bishara hiyo, katika muda ule ambao alikuwa ameueleza, alizaliwa mtoto wa kiume ambaye jina lake ni Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad, ambaye mwenyezi mungu alimjalia daraja ya khalifatulmasih wa pili. Kisha baada ya muda mrefu, yeye yani khalifa wa pili akipata taarifa kutoka kwa allah, alitangaza tangazo hili ya kwamba mtoto ambaye hatmasihi maula salam alikuwa ametoa bishara yake kwamba atakuwa musleh maud ndiye mimi. Kuhusu mtoto huyo, bishara ya allah ya kwamba atajazwa na elimu za nje na za ndani, na atakuwa na kipaji azimu na akili mno na sifa zingine nyingi. Watu wa jamaat na wasiokuwa wanajumuia wote wanakiri na wanajua vizuri kwamba yeye alikuwa na sifa hizi, na wasiokuwa wanajumuia wamekiri kwa uwazi. Saa hizi mimi nitaweka mbele yenu machache kuhusu shughuli za kielimu za musleh maud raziallahu anhu na mengine mengi aliyoyafanya yeye. Lakini kabla ya kusikia jambo hili, nini mulizingatie ya kwamba zama za utoto wake ilipita katika udhaifu wa kiafya, na alipata marazi mbalimbali katika utoto wake. Aliendelea kuvumilia marazi ya macho vile vile, na alipoteza uwezo wa kuona kwa jicho moja. Kisha kuhusu elimu ya kidunia, hakupata elimu yoyote. Mwenyewe alisema kwamba nimesoma mpaka shule ya msingi tu, lakini ilikuwa ahadi ya allah ya kwamba kumjaza yeye na elimu za dini na za dunia. Hivyo allah akamfanya kutoa hutuba za ajabu zenye kushangaza akili za wengine, na yeye akaandika makala za ajabu zisizo na mfano wake, na hata watu wasiokuwa waahmadia wanalazimika kukiri kuhusu elimu yake. Huzur anasema kwamba leo nitaweka mbele yenu nukuu zao chache, lakini kabla ya kuziweka mbele yenu, ningependa kuweka mbele yenu idadi ya vitabu vyake, hutuba zake na makala zake na vipindi vya maswali na majibu alivyofanya. Kwa ujumla, vitabu na hutuba na makala zake mbalimbali zilizopigwa chapa na zingine zimekamilika na ziko tayari kupigwa chapa katika sura ya anwarul ulum. Hutuba zake mbalimbali kwa ujumla zitakuwa jalada 38. Sasa idadi zake ni 1424 na kurasa zake zote ni 20340. takriban itafika hapo. Tafsiri kabir na tafsiri saghir, na kuna
maelezo mengine kurasa zake kwa ujumla ni 28765. hutuba zake za ijumaa ni 1808 ambazo kurasa zake ni 18705. hutuba zake za idi ni 51 ambazo kurasa zake ni 503 na hutuba zake za idi kubwa ni 42 ambazo kurasa zake ni 405. hutuba zake za kufunga ndoa ni 150 ambazo kurasa zake ni 684. kisha hutuba alizozitoa wakati wa shura kwenye jalada la kwanza na tatu ambazo zimepigwa chapa kurasa zake ni 2161 na zipo zingine. tukijumuisha kurasa hizi zote takriban zinafika 75 kurasa. idara ya utafiti imeangalia matoleo ya alhakam na alfazl kuanzia 1913 hadi 1970. wanasema kwamba tumepata maelezo mengine na miswada mingine ambayo haijapigwa chapa kwenye anwarul ulum kwenye kitabu kingine. sawa na maelezo yao kwa ujumla ni 55 makala, 27 hutuba na 143 vipindi vya maswali na majibu, na kuna malfuzat na kuna barua zake zipatazo 131. kwa ujumla ni hazina kubwa za kielimu. wakati huu katika mafanikio yake ya kielimu aliyoyafanya, nitaweka mbele yenu maelezo kuhusu tafsiri yake na nitaweka mbele yenu maoni ya watu wasiokuwa wa ahmadia. katika tafsiri kabir almusleh maud ameeleza maelezo ya sura 59 ambayo ni juu ya jalada 10 na ina kurasa 5907 na pia tumepata maelezo yake mengine ambayo kurasa zake ni kwenye maelfu. nina imani kwamba wakati fulani zitapigwa chapa. vile vile kufanya tafsiri ya Qur'an tukufu aliyoifanya katika sura ya tafsiri saghir ni kazi kubwa. Musleh Maud raziallahu taala anhu katika umri wake wa mwisho alikuwa akitamani sana ya kwamba kwenye maisha yake kwa kupitia yeye tafsiri moja ya Qur'an tukufu itayarishwe na ipigwe chapa katika lugha ya Kiurdu pamoja na nukuu fupi lakini jame. wakati wa kurejea au baada ya kurejea kutoka safari ya ulaya mwaka 1955 ijapokuwa afya yake haikuwa nzuri, lakini mwenyezi mungu akamsaidia khalifa wake mtukufu kiasi kwamba yeye Juni mwaka 1956 alienda kukaa kwenye milima ya Mari na akaanza kuandikisha tafsiri ya Qur'an tukufu, na kwa fadhili ya Allah kazi hii ikakamilika tarehe 25 Agosti mwaka 1956. ilikuwa sehemu iitwayo Nakhla karibu na Kalkar. alikuwa amejenga makazi na hapo alifanya kazi hiyo ya tafsir. kisha tafsiri hii ilifanyiwa marudio na walifanya proofreading, na tafsiri saghir Novemba 15 mwaka 1957 ikatayarishwa na kupigwa chapa. Musleh Maud kuhusu tafsiri saghir alisema katika sehemu moja ya kwamba rai yangu ndiyo hii ya kwamba hadi sasa tafsiri zote zilizopigwa chapa za Qur'an tukufu, katika tafsiri yote mwenye kufanya tafsiri hakuzingatia misemo ya kilugha ya Urdu au Kiarabu, na tukiangalia tafsiri hiyo tunaweza kuelewa kwamba katika tafsiri yake amezingatia misemo ya kilugha na kanuni zake, na ni fadhili ya Allah kwamba katika muda huu mfupi amenijalia kufanya kazi hii kubwa. anasema kwamba Mwenyezi Mungu amemwezesha mzee huyo mzaifu kwamba kufanya kazi kubwa ambayo hata watu wakubwa wenye nguvu hawakuweza kufanya. alisema katika muda wa miaka 1300 iliyopita watu wakubwa wamepita, lakini kazi ambayo Allah amenijalia kuifanya wao hawakuweza kupata uwezo wake, na kwa hakika hii ni kazi ya Mwenyezi Mungu, na yeye anamchagua mtu kwa ajili ya kufanya, basi anamwezesha ili afanye. na katika sehemu nyingine alisema kwamba kwa fadhila na rehema ya Allah tafsiri nzima ya Qur'an tukufu imekamilika, yani kuanzia alhamdulillah hadi wannas
na tunapoangalia tafsiri saghir na tunapofanya malinganisho na tafsiri ya kabir tunapata kuelewa kwamba kwenye tafsiri saghir mada zimeelezwa ambazo hata hazijaelezwa kwenye tafsiri ya kabir. kisha kuna kazi kubwa aliyoifanya ya tafsiri quran kiingereza ambayo inaitwa 5 volume commentary, na mwanzoni mwa tafsiri hii kuna dibaji iliyoandikwa na kalamu ya musleh maud ambamo ameeleza kuhusu haja ya Qur'an tukufu na kuhusu maisha matakatifu ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na jinsi Qur'ani ilivyojumuishwa na mafundisho yake kwa njia ya ajabu kabisa. Al-Musleh Maud radhiyallahu anhu mwishoni mwa dibaji hiyo akieleza chini ya kichwa cha habari kwamba natoa shukurani, aliandika ya kwamba mimi mwishoni mwa dibaji hiyo ningependa kukiri huduma za ajabu na zisizo na kifani za Maulvi Sherali Saheb alizozitoa katika kazi hii ya kuitafsiri Qur'an tukufu katika lugha ya Kiingereza, na pia ningependa kuwashukuru Mala Ghulam Farid Saheb, Khan Bahadur Chaudhry, Abul Hashim Khan Saheb na Mirza Bashir Ahmad Saheb ambao wametoa nukuu mbalimbali na maelezo mbalimbali kutoka vitabu vyangu na kwenye hutuba zangu na wameandika ndani yake. Kisha aliandika ya kwamba mimi napenda kusema ya kwamba mimi nikiwa mwanafunzi wa khalifa awal katika makala mbalimbali zimepatikana katika tafsiri yangu ambazo mimi nilijifunza kutoka kwake. Hivyo kwenye tafsiri hii, tafsiri ya Masihi Maud salam na tafsiri ya khalifa awal na tafsiri yangu pia zitakuja, na kwa kuwa Mwenyezi Mungu alikuwa amemjalia Masihi Maud alayhi wassalam elimu ambazo ni muhimu kwa ajili ya zama hizi, hivyo nina imani ya kwamba tafsiri hii itawaponya wagonjwa wengi na vipofu wengi kwa kupitia kwayo watapata macho, na viziwi wataanza kusikiliza, na wabubu wataanza kuongea, na walemavu wataanza kutembea, na malaika wa Mungu watatia baraka kwenye makala zake na mada zake, na hiyo itatimiza shabaha ambayo kwayo inapigwa chapa. Allahumma amin. Na hadi sasa watu wanaoisoma na hata wengine na Wakristo pia wanaisifu sana. Alama Niaz Fatehpuri Saheb ambaye ni mwandishi mashuhuri, ni mhakiki na alikuwa mhariri wa jarida la Nigar, yeye alisoma tafsiri Kabir na akamwindikia Musleh Maud barua moja. Huyu hakuwa Ahmadia, ya kwamba tafsiri Kabir jalada 3 siku hizi ipo mbele yangu, mimi ninaisoma kwa jicho la umakini mno. Hakuna shaka yoyote ya kwamba wewe umeeleza mtindo mpya kabisa wa kusoma Qurani, na tafsiri hiyo kwa sababu ya sifa zake ni tafsiri ya kwanza ambamo zimeelezwa hoja zinazolingana kiakili na kimaandishi. Ujuzi wako wa elimu, fikra na upana wa busara yako na jinsi ulivyoeleza maelezo ya aya, uzuri wake ni wazi katika kila neno lake, na mimi nimesikitika kwa kufikiri kwamba kwa nini sikupata elimu hiyo mapema. Huyo ni msomi sana na ni mjuzi anayesema hayo. Kisha anasema, jana katika maelezo ya sura Hud, nikijua mawazo yako kuhusu Lut alayhi salam, nilishikwa na hisia za ajabu na nikalazimika kuandika barua hii ya kwamba wewe ukieleza maelezo ya haulai bunati jinsi ulivyoeleza maelezo tofauti kabisa na mufassirin wengine, sipati maneno ya kukupongeza juu yake. Kisha katika barua nyingine anaandika ya kwamba kila usiku naisoma kwa umakini mkubwa. Katika rai yangu hiyo ni tafsiri ya kwanza katika Kiurdu ambayo kwa kiasi kikubwa inaweza kutuliza ubongo wa binadamu. Kisha anasema, kwa kupitia tafsiri hii huduma ya Islam ulioitoa ni azim hadi hata wapinzani wako pia hawezi kuikataa. Zalika fazlullahi yutihi man yasha. Seth Muhammad Azam Saheb Hyderabadi anasema huyu alikuwa Ahmadia. Anasema ya kwamba mtu maarufu wa bara ndogo la India
nawab bahadur yar jang saheb ambaye said saheb alikuwa rafiki yake mkubwa na huyu bahadur yar jang hakuwa ahmadia. said saheb anasema ya kwamba nawab bahadur yar jang katika vikao vyake mara nyingi alikuwa akiongea kuhusu tafsiri saghir na daima alikuwa akikiri daraja na heshima yake, na alikuwa anasema ya kwamba yeye amenufaika sana na maelezo na mambo ya maarifa yaliyomo ndani yake. kisha bwana akhtar ranvi saheb ma mwenyekiti wa idara ya urdu patna university anaeleza kisa chake. anasema kwamba jalada chache za tafsiri kabir za khalid msih sani nilimpatia profesa abdul mannan badil, mkuu wa zamani wa idara ya farsi patna college, ambaye kwa sasa ni mwalimu mkuu wa shabina college patna. yeye kwa kuzisoma tafsiri hizi akapata athari kubwa kiasi kwamba akawapatia mashekh wa madrasa arabia shamsul huda patna baadhi ya jalada za tafsiri ili wazisome, na siku moja akiwaita mashekh wengi akawauliza kuhusu maoni yao. shekh moja akasema kwamba katika tafsiri za farsi tafsiri ya namna hiyo haipo. profesa akawauliza kwamba wana rai gani kuhusu tafsiri za kiarabu. mashekh wakakaa kimya. baada ya muda mfupi mmoja akasema ya kwamba katika patna hatupati tafsiri zote za kiarabu, hivyo baada ya kuagiza tafsiri zote kutoka misri na siria tunaweza kutoa rai yetu. profesa akaanza kuongea kuhusu tafsiri za zamani za kiarabu na akasema kwamba tafsiri inayoweza kusimama mbele ya tafsiri ya mirza mahmud ahmad haipatikani katika lugha yoyote. nini muagize tafsiri mpya kutoka misri na siria, na baada ya miezi michache njoni muonge nami. maulamaa wote wa kiarabu na kifarsi walioketi kule wakabaki vinywa wazi. mwandishi wa vitabu vingi na mhariri wa gazeti la sidiki jadid lakhnao maulana abdul majid ria abadi aliandika juu ya kifo cha hat musleh maud ya kwamba habari imepigwa chapa kutoka karachi ya kuwa imamu wa jamaat ahmadia mirza bashiruddin mahmud ahmad amefariki dunia tarehe 8 novemba katika rabua. anasema sizungumzi itikadi zake zingine, lakini juhudi zake alizoendelea kuzifanya za kusambaza elimu za qurani tukufu na mahubiri ya islam katika umri wake mrefu, mwenyezi mungu amjali malipo yake mema, na kwa sababu ya huduma zake amrehemu na amghufirie. kwa mujibu wa elimu zake, maelezo aliyoyaeleza yeye ya haki na maarifa ya qurani tukufu, bila shaka hiyo ina daraja kubwa sana. kisha kulikuwa na kiongozi mashuhuri wa ahrar maulvi mazhar ali saheb azhar. katika kitabu chake ek khaufnak sazish anaandika ya kwamba maulvi zafar ali khan alisema katika kutumia hila ya kuwapinga waahmadia ahrar wamepata faida sana. ahrar wametengeneza njia nzuri ya kujipatia fedha na mali kwa kutumia jina la ahmadia. anasema kwa kutumia jina la qadianiyat wanaendelea kula mali ya waislamu maskini. mtu aulize ahrar hawa ya kwamba nyini mmefanya nini kwa ajili ya waislamu, ni huduma gani ya islam mliyotoa? je, mmewahi kufanya mahubiri ya islam? eni ahrar sikilizeni kwa kutega masikio, mwenyewe ni ahrari na anasema eni ahrar sikilizeni, nyini na watu wenu hamwezi kushindana na mirza mahmud ahmad hadi kiama. mirza mahmud ana elimu ya qurani tukufu, nyini mna kitu gani? je, yupo mmoja wenu awezaye kusoma hata matini ya qurani? nini hata katika ndoto pia hamjasoma qurani tukufu? nini hamjui lolote? hivyo mtawezaje kuwaambia watu? hata malaika zenu pia hawezi kumpinga mirza mahmud ahmad. mirza mahmud ahmad ana jumuiya ambayo iko tayari kujitolea kila kitu juu ya ishara yake moja. nyini mna kitu gani isipokuwa matusi na porojo tu?
kisha anaandika ya kwamba mirza mahmud ahmad ana wabashiri ana mabingwa wa elimu mbalimbali na katika kila nchi ya dunia yeye amepeperusha bendera yake. mimi siwezi kujizuia kusema haki. mimi lazima nitasema ya kwamba kama mnataka kumpinga mirza mahmud basi kwanza mujifunze qurani, mutayarishe wabashiri na mufungue shule za dini. kama mnataka kumpinga basi kwanza mutayarishe wabashiri na katika nchi za nje mufanye tabligh zaidi yao. huu ni wema gani ya kwamba mnawafanya watu watukane mirzai? je, hiyo ni tabligh islam? hiyo ni kama kufedhehesha islam. kisha gazeti la imruz lahore kwenye chapisho la mei 30 mwaka 1966 ikitoa maoni juu ya tafsiri saghir iliandika ya kwamba qurani tukufu ni chimbuko na njia ya muongozo kwa wanadamu wote. tangu mwanzo hadi mwisho kitabu hiki kitaendelea kuwaonyesha wanadamu njia ya uadilifu kwenye mambo yao ya kidini na dunia, na wale waliopotea kitaendelea kuwaleta juu ya njia iliyonyoka. lau kama maulama waleo pia waelewe hilo. qurani tukufu ni mfumo mzima wa maisha. anaandika qurani tukufu ni mfumo mzima wa maisha. hakuna swala lolote la maisha wala hatua yoyote ambapo sisi tusiweze kupata msaada kutoka qurani tukufu, lakini ni zwahiri ya kwamba kwa ajili yake ni muhimu kuwa na mamlaka juu ya elimu za qurani. mtu asipoweza kujua na kuelewa amri zilizomo ndani ya qurani tukufu, kivipi itaanza silsila ya muongozo? ni muhimu kuelewa qurani tukufu, kisha mtu atajua kwamba ndani yake kuna nini. kwa sababu ya haja hiyo hiyo ilianza silsila ya kufanya tafsiri na maelezo ya qurani tukufu na maana zake, na kuanzia muda ule iliposhuka qurani hadi leo na kisha hadi kiama silsila hii itaendelea kujiri. watu waliochangia katika swala hilo la kuelewa qurani tukufu kwa yakini wanastahiki pongezi na shukurani nyingi. tunatakiwa kuwashukuru wote mufassirin katika zama zao, juhudi walizozifanya za kusambaza mafundisho ya qurani. bila shaka juhudi zao zitathaminiwa kwa maana hii ya kwamba hivyo kutafsiri qurani tukufu kulishika sura ya mpango maalum na watu walifanya kazi kubwa katika hilo. silsila hiyo inaendelea na itajiri. kisha kuhusu tafsiri saghir anasema kwamba wakati huu mbele yangu ni tafsiri saghir, na tafsiri hii ni matokeo ya juhudi na fikra za imamu wa jumuiya alhaj mirza bashiruddin mahmud ahmad. pamoja na matini kuna tafsiri yake kwa kiurdu na pia kuna maelezo yake, na lugha ya tafsiri na maelezo ni lugha rahisi na inaeleweka vizuri. kisha kulikuwa na jarida moja Qindil linaandika Juni 19 1966 ya kwamba kutoka kwa Anjuman Hamayat Islam na Taj Company Limited mpango unaoendelea kufanywa wa kupiga chapa Qurani tukufu. bila shaka kazi hiyo ni nzuri sana na inasifiwa. kisha inasema kuhusu tafsiri saghir ya kwamba kwa sababu ya kuchapisha tafsiri saghir juhudi hiyo imepata kasi. katika tafsiri saghir tafsiri na maelezo ni matokeo ya juhudi za mirza bashiruddin mahmud ahmad imam wa jumuiya ya waislamu wa ahmadia, na lugha iliyotumika ya tafsiri na maelezo ni rahisi ili kila mtu aweze kuelewa sawa na kipaji chake. kisha anasema kwamba kwa kuchapisha Qurani tukufu bila shaka ni huduma kubwa ya Islam. anasema ya kwamba ndani yake mambo mbalimbali yamezingatiwa. kisha anasema ya kwamba kwa kuchapisha Qurani tukufu kwa uzuri huo bila shaka ni huduma kubwa ya Islam. wa maulama wa zama hizi wanasema katika Pakistan kwamba kwa kuwa kuna mabadiliko yamefanywa ndani yake, hivyo wameweka ban juu yake. mtu haruhusiwi kuweka nyumbani kwake, lakini watu wao wenye kupenda uadilifu wanasema kwamba tafsiri hii haina mfano wake na mtu anaweza kujifunza mengi kutoka kwake. Mwenyezi Mungu awajaalie maulama wale waweze kuzingatia uadilifu. kisha kuhusu tafsiri ya Qurani tukufu kwa Kiingereza imewavutia mno wasomi wa Ulaya na Marekani na wakatoa maoni mazuri juu yake. kwa mfano A.J. Orbury ambaye ni msomi maarufu anasema ya kwamba tafsiri hii mpya ya Qurani tukufu ni tafsir nzuri na ni hatua kubwa, na jalada hii ni hatua ya kwanza ya kazi hiyo ambayo ilikuwa imemfikia. anasema kwamba miaka 15 iliyopita
maulama wa jumuiya ya ahmadia qadian walianza kufanya kazi hii yenye shani, na kazi hiyo ikafanywa chini ya uongozi wa mirza bashiruddin mahmud ahmad. kazi yenyewe ilikuwa nzuri sana na kubwa mno, ya kwamba itayarishwe matoleo moja la qurani tukufu, ndani yake tafsiri ipatikane katika lugha ya kiingereza na pia maelezo yake pia yapatikane. kisha anasema ya kwamba mwanzoni mwa tafsiri hiyo kuna dibaji ndefu iliyoandikwa na mirza bashiruddin mwenyewe, na kisha yeye ameandika mambo mbalimbali ya dibaji kwamba ndani yake kuna nini. kisha anasema kwamba kama sisi tuseme kwamba hiyo ni kazi nzuri sana inayoangazia tahqiq ya elimu ya qurani tukufu, basi jambo hili ni sahihi kabisa. anasema kwamba kwa ajili ya kutayarisha tafsiri hiyo wamenufaika na vitabu mbalimbali vya tafsir, lugha na historia, na wanaosoma orodha ndefu ya vitabu hivi wanapata athari kubwa, na inaonekana ya kwamba waliotayarisha tafsir na maelezo hayo bila shaka wameendelea kusoma tafsiri mbalimbali za kiarabu zilizo maarufu, na pia yale ambayo yameandikwa na mustashriqin wa ulaya pia wameyazingatia. na kama tuangali tafsiri yake tunalazimika kusema ya kwamba tafsiri ya qurani tukufu haina makosa ya kilugha. kisha anasema kwamba pia wameeleza majibu mbalimbali ya shutma za watu wasikuwa wa islam, na pia wamehoji kuhusu dini zao. anasema kwamba watu wasiko waislamu saa nyingine watahisi kwamba labda kuna upinzani zidi yao, lakini ikumbukwe kwamba mambo hayo yameandikwa kwa nia njema na wanapaswa kuyasoma, na wataweza kuelewa kwamba wacha mungu na watu wenye elimu yani waislamu wanapoeleza jambo fulani kuhusu dini zingine kwa nini wanafanya hivyo. kisha kuna daktari Charles S. Braden, sadr shoba tarikh wa adab mazhabiyat Northern Western University Amsterdam America, ameandika ya kwamba kitabu chenyewe ni kizuri sana na pia type pia ni nzuri na mtu anaweza kusoma kwa urahisi, na anasema kwa bila shaka kitabu hiki ni niongeza katika literature ya Kiislam na tunapaswa kuishukuru jumuiya ya Ahmadiyya juu yake. kisha kuna gazeti moja An-Nasr iliandika ya kwamba jumuiya ya Ahmadiyya imefanya kazi kubwa katika kusambaza Islam na mafundisho yake katika Marekani na Ulaya, na kazi hii inaendelea kufanywa kwa kupitia wabashiri na pia kwa kupitia vitabu mbalimbali na matangazo. wanaeleza fadhila za Islam na ukweli wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. sisi tumefurahi sana kwa kuona tafsiri ya Qur'an tukufu kwa Kiingereza. tafsiri hii imefanywa chini ya uongozi wa Imam Jamaat Ahmadiyya Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad, na bila shaka tafsiri hii ni nzuri sana na tafsiri ina mawazo mazuri ndani yake. aya za Qur'ani zimeandikwa kwenye upande moja na upande wa pili tafsiri yake imeelezwa na kisha maelezo yake yameandikwa chini. mwenye kusoma anaweza kupata majibu mbalimbali kuhusu shutma zilizoletwa na mustashriqin na wapinzani wa Ulaya, na jambo hili linapaswa kuzingatiwa ya kwamba Imam Jamaat Ahmadiyya Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad sahib pamoja na tafsiri hiyo ameandika sera tukufu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na sera hii na tafsiri hii haina mfano wake. Huzur amesema ya kwamba hayo yalikuwa ni maoni machache kuhusu tafsiri Saghir, tafsiri Kabir na 5 volume commentary. sasa naweka mbele yenu maoni yao kuhusu baadhi ya hutuba zake Hazrat Muslih Maud radhiyallahu ta'ala anhu. hazina zake za kielimu alizozieleza kwenye hutuba zake aliweka mbele yetu. hata watu wasiokuwa waislam na Waahmadiyya pia walisifu na wakaona kwa jicho gani. mimi naweka mbele yenu maoni yao kuhusu hutuba yake ismayo itwayo nizame nao, yani nizamu mpya ambayo alikuwa ametoa mbele ya watu wasiokuwa waislam akitoa rai. mwandishi mashuhuri wa Misr Ustaz Abbas Mahmud al-Aqab ameandika kwenye jarida moja Ar-Risala la Misri, anasema ya kwamba
kwa kusoma hutuba hiyo jambo hili linaeleweka wazi ya kwamba mheshimiwa mhaziri mirza bashiruddin mahmud ahmad inaelekeza mwelekeo wa nizamu ya kimataifa ya kwamba shida ya umaskini iondolewe au kwa maneno mengine mali iliyojumuishwa igawanywe baina ya kaumu za dunia na watu wake. Na bila shaka bwana mhaziri yani mirza bashiruddin mahmud ahmad kuhusu nizamu zote za dunia ambazo zimejaribu kuondoa shida hiyo yani fascism nazism na communism na nizamu zingine za kidemokrasia, na ni zwahiri ya kwamba yeye anaelewa kuhusu nizamu hizi zote. hakuandika hivyo tu bali nizamu hizi zote mpya alikuwa na elimu zake na alikuwa na elimu za ndani kuhusu nizamu hizi. kisha anasema ya kwamba lakini yeye ana itikadi hii vile vile ambayo ni itikadi sahihi ya kabisa. Wanasiasa, viongozi wa vyama na serikali haziwezi kutatua shida hiyo. hivyo kwa ajili ya kutatua shida hiyo kitu kinachohitajika ni ruhani quwat yani nguvu tukufu ya kiroho, kwani shida inayowahusu wanadamu wote ndio wanaoweza kutatua na kuleta tiba yake. hivyo kitu kinachotupatia matumaini na kinaleta ujasiri kwa ajili ya kufanya kazi njema na mema yani itikadi na imani. hatuwezi kuacha vitu hivi. kisha yeye ameangalia dini zote kubwa za india na zingine za kidunia ili aweze kuwauliza kuhusu tiba hiyo ambayo inaweza kuondoa shida hiyo, na ili aweze kuwahoji na kuwauliza kuhusu nizamu mpya ambayo dini hizi zinaweza kuleta badala ya nizamu hiyo iliyopo sasa, kwani wao pia wana wajibu wa kutatua shida hiyo na kuondoa msiba huo. kisha anaandika ya kwamba yeye ameeleza hoja nyingi kwa ajili ya jambo hili ya kwamba katika dini hizi kwanza kabisa ni kwamba dini zieleze nizamu zao kama zipo lakini haziwezi kuleta nizamu yote. kisha anasema kwamba ye ameeleza hoja nyingi kwa ajili ya jambo hili ya kwamba katika dini hizi ni islam pekee ambayo ina nguvu ya kutatua shida hizi na watu wote na kaumu zote zinaweza kuifuata na ziliweza kuifuata katika zama zilizopita. kisha baadaye mahmud alqad sahib ameeleza muhtasari wa nizame nao kwenye lugha yake. anasema ya kwamba kwa maneno mengine mheshimiwa mhaziri hakueleza itikadi hizi tu ambazo nimezieleza katika kurasa uliopita na alikuwa ameeleza maelezo marefu. anasema ya kwamba bali yeye ameangalia kwa jicho la makini na amezingatia uangalizi mkubwa, kwani alisema kwamba itikadi ndiyo kitu ambacho tunaweza kuwa na matumaini kuhusu marekebisho. na kisha pamoja na kufanya malinganisho baina ya itikadi hizi na pia amefanya malinganisho baina ya nizamu hizi za kisiasa na zingine, amethibitisha ya kwamba nizamu hizi zote zimeshindwa kuleta mafanikio. na kisha ameeleza muhtasari wa nizame nao. kisha anasema ya kwamba kama sauti hiyo ipelekwe katika wasomi wa lugha ya kiingereza wa ulaya na marekani, na pia sauti hiyo ipelekwe baina ya watu wa india na watu wa mashiriki, kwa yakini sauti hiyo italeta athari njema. kisha kuna hutuba yake nyingine inayoitwa jinsi hitilafu zilivyoanza katika islam. ni hutuba ambayo alikuwa ametoa katika islamia college lahore kwenye kikao cha modern historical society, na hutuba hiyo ilikuwa nzuri mno yenye elimu na historia mpaka
wanahistoria wakubwa pia kwa kusikiliza hutuba hiyo wakaanza kujielewa kwamba wao ni watoto wa maktaba mbele yake. Na muhtasari wa tahqiq ya huzur ndiyo huu ya kwamba alisema inathibitika ya kuwa hat uthman na maswahaba wengine walikuwa wameepukana na kila aina ya fitina na aibu, na hulka zao zilikuwa nzuri mno, na mguu wao ulikuwa juu ya daraja kubwa ya wema. hatuwezi kuwatuhumu hat usman na maswahaba wengine. Kisha alisema kwamba maswahaba hawakuwa na shida kuhusu ukhalifa wa hat usman. wao hadi pumzi yao ya mwisho wakaendelea kuwa wanyofu, na ye alithibitisha ya kwamba tuhuma hii si sahihi, kwamba masahaba walikuwa wameasi, na tuhuma inayoletwa juu hat ali hat talha na zubair pia ni tuhuma isiyo sahihi. alithibitisha na kisha alisema kwamba tuhuma inayoletwa juu ya answar pia si sahihi, na sisi tunaona kwamba answar wote waliendelea kufanya juhudi ya kuondoa fitina hiyo. kisha kuna maoni ya watu wengine. Sayyid Abdul Qadir Sahib M.A. Professor Islamia College Lahore anaandika ya kwamba mwana mtakatifu ambaye ni mwana wa baba mtakatifu Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad Sahib, jina lake linatosha kwa ajili ya kuthibitisha jambo hili ya kwamba hutuba hii ni nzuri yenye elimu. Anasema mimi pia naelewa kiasi fulani kuhusu historia ya wanadamu, lakini naweza kusema ya kwamba ni wanahistoria wachache waislamu na wasiko waislamu ambao wameweza kuelewa sababu za hitilafu hizi zitokazo katika zama za Uthman. Mirza Saheb amefanikiwa kuelewa sababu zake, na pia ameeleza matukio hayo kwa njia iliyo nzuri sana, matukio ambayo yakaendelea kuleta shida kwa muda mrefu katika ukhalifa. Nina imani kwamba mada hii na makala hii watu watakuwa hawakuisoma, na huu ni ukweli ya kwamba tutakaposoma historia basi tutaweza kujua kwamba mada hii na makala hii ni nzuri na ina heshima na ina somo ndani yake. Yapo maoni mengine lakini sina muda wa kueleza yote. Kisha kuna hutuba moja ya Musleh Maud ambayo ilikuwa kuhusu nizamu ya uchumi wa Islam aliyotoa katika Ahmadiyya Hostel Lahore. Takriban mada hii na makala hii ikaendelea kusomwa kwa masaa 2.5, na katika kikao hicho maelfu ya watu ambao walikuwa waislam na wengine wasikuwa waislam walikwepo, yani wasomi walikwepo, na watu wa matabaka mbalimbali walikuwa wameshiriki, wakiwemo wasomi na maprofesa wa Punjab University na wanafunzi wa chuo. Wakati wa hutuba maprofesa na mawakili wakaendelea kuandika notes mbalimbali. Muslim Maud akieleza kuhusu nizamu ya uchumi wa Islam anasema kwamba Islami iktisad ni jina la uhuru wa kibinadamu na pia uingiliano wa serikali, yani uhuru pia uwepo na serikali pia iingilie kati, lakini vitu hivi viendane kwa pamoja. Yani Islam inaeleza mbele ya dunia nizamu ya uchumi, ndani yake kuna nafasi ya serikali na pia watu wamepewa uhuru, na vitu hivi vinapoenda kwa pamoja jina lake ni Islami iktisad. Uhuru wa kibinadamu umewekwa ili watu waweze kujikusanya vitu kwa ajili ya akhira na waweze kupata roho ya kushindana, si kwa ajili ya dunia tu bali kwa ajili ya akhira pia. Wakitenda mema waendelee kushindana kwenye mema, na kisha serikali imepewa nafasi ya kuingilia kati ili watu wenye fedha wasipate nafasi ya kuwaangamiza watu ambao ni maskini, ndugu zao ambao ni maskini. Hivyo katika swala la kuwalinda wanadamu kutoka maangamio imeona muhimu kwamba serikali iingilie kati. Ama tunapozungumzia swala la mtu binafsi la kujikusanya mali za akhira na kushindana katika mema, uhuru wake umelindwa. Hivyo katika nizamu hii ya Islam uhuru wa binadamu pia umelindwa ili mtu aweze kuboresha maisha yake ya akhira na aweze kushindana katika mema.
na uwanja huu uendelee kupanuka. Na pia imeona muhimu kwamba serikali pia iingilie kati, ili kwa sababu ya udhaifu wa mtu fulani msingi wa nizamu hii usiwe juu ya zulma na juu ya mambo ambayo si ya uadilifu, na mtu asiwe kizuizi katika njia ya mwingine. Huzur katika sehemu ya pili ya hutuba yake amechambua kuhusu mpango wa communism kiuchumi, kisiasa na kinadharia, na mwishowe akieleza bishara moja ya Biblia. ameeleza kuhusu bishara zake na bishara za hatmasihi maud alaihissalatu wassalam. ilmuradi hatmusleh maud katika hutuba hiyo ilileta mwamko mkubwa katika wasomi mbalimbali na waliisifu sana, na watu walisikiliza hutuba hiyo na wakaendelea kukaa kana kwamba juu ya vichwa vyao ndege wameketi. Yani hutuba hiyo iliendelea kusomwa kwa masaa mawili na nusu. Profesa moja kwa kusikiliza hutuba hiyo akaanza kulia, na baadhi ya wanafunzi wenye kuunga mkono na communism walisema kwamba wao wamekubali islamic socialism na wanaona kwamba hiyo ndiyo sahihi. Kisha baadhi ya wanafunzi wa MA economics department walitamani kwamba hutuba hiyo tafsiriwe katika Kiingereza na ipigwe chapa na ipelekwe kwa maprofesa mbalimbali wa economics department, na ilikuwa serikali ya kizungu na maprofesa walikuwa wazungu. Kisha walisema ya kwamba mipango mbalimbali inaendelea kuletwa kuhusu maendeleo ya India, maendeleo ya nchi. Hivyo nizamu hii iliyoelezwa na huzur itawawakilisha Waislamu. mwenyekiti wa kikao hicho alikuwa Mr. ramchandar saheb, advocate high court Lahore. Anasema ya kwamba baada ya kusikiliza hutuba hiyo yenye shani, yani mwandishi ameandika ya kwamba baada ya hutuba hiyo yenye shani, mwenyekiti wa kikao lala ramchandar saheb alitoa hutuba fupi. Anasema ya kwamba mimi najivunia na mimi naona kwamba ni bahati yangu njema ya kuwa nimepata nafasi ya kusikiliza hutuba hiyo yenye thamani, na nimefurahi sana ya kwamba jamaat inaendelea kupata maendeleo mazuri na makubwa. Hutuba mliyoisikiliza saa hizi, ndani yake imam jamaat ahmadiyya ameeleza mambo mazuri na mapya. mimi nimepata faida kubwa sana kutoka hutuba hiyo, na mimi naelewa ya kwamba nini pia mtakuwa mmepata faida nzuri na kubwa kutoka hutuba hiyo. Na mimi nimefurahi ya kwamba katika jalsa hii waislam na wasiko waislam pia wameshiriki. Kisha anasema ya kwamba mwanzo nilikuwa naelewa, na hilo lilikuwa kosa langu, ya kwamba islam katika kanuni zake inazingatia kuhusu waislamu tu na haizingatii kuhusu watu ambao si waislam. Lakini leo kwa kusikiliza hutuba ya imam jamaat ahmadiyya nimepata kuelewa ya kwamba islam inatoa mafundisho ya usawa kwa wanadamu wote, na nimefurahi sana kwa kusikiliza hayo. Nitawaambia marafiki zangu ambao si waislamu ya kwamba nini mna uzuru gani katika kuiheshimu islam ya aina hiyo. jinsi mliosikiliza hutuba ya imam jamaat ahmadiyya kwa masaa mawili na nusu, kama mzungu angeona jambo hili angeshangaa kwamba India imepata maendeleo kiasi hicho. Kisha mwenye kuandika maoni anaandika ya kwamba baada ya kusikiliza hutuba wengi walikuwa wanasifu na walilazimika kukiri ya kwamba katika medani ya itikadi, ijapokuwa sisi tunahitilafiana na Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad, lakini hatuwezi kukataa uhakika huu. Hazur amesema ya kwamba ijapokuwa walikuwa wakihitilafiana kuhusu itikadi, lakini wanakiri wakisema hatuwezi kukataa uhakika huu ya kwamba yeye ni ulama mkubwa katika nchi, na huu ndio uliokuwa uhakika ya kwamba kuhusu elimu ya uchumi, jinsi alivyoeleza haki na maarifa za Qur'an tukufu na alivyoeleza majibu ya shutma zinazoletwa na wanafalsafa wa Ulaya, haijawahi kufanywa na mtu yeyote mpaka wanaokataa Islam walazimike kukubali ubora wake, na wanaounga mkono na ukomunisti walazimike kukubali makosa yake. Hivyo Maulvi Sher Ali Saheb alisema kwamba yeye akiwasikiliza baadhi ya vijana wakisema kwamba sasa baada ya kusikiliza hutuba hiyo, kama mmeunga mkono na ukomunisti basi laana iwe juu yenu. Na profesa moja aliposikiliza hutuba hiyo akaanza kulia.
mwishoni mwa hutuba yake maprofesa na wanafunzi walitamani ya kwamba kwa sababu ya muda mfupi huzur hakuweza kueleza mawazo yake kuhusu nizamu hiyo, hivyo atoe hutuba nyingine na ndani yake aeleze sehemu zilizobaki ili watu waweze kunufaika na chimchim hii ya elimu na waweze kumaliza kiu yao, chimchim ambayo allah amemjalia. alikuwa amejazwa na elimu za nje na za ndani. Sayyid Abdul Qadir Saheb MA Vice Principal Islamia College Lahore anasema, na huyu alikuwa ni mwenyekiti wa idara ya historia katika Islamia College. Islamia College anasema ya kwamba katika gazeti moja Sunrise Lahore alitoa makala moja, aliandika makala moja. Ndani yake aliandika ya kwamba anasema kwamba nizamu ya uchumi wa Islam na communism. Juu ya mada hii Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad Saheb nimpata nafasi ya kusikiliza hutuba yake, na hutuba hii pia kama hutuba zake zingine nilipopata bahati ya kusikiliza ilikuwa imejaa na mawazo ya kielimu na ilikuwa imejaa na mambo ya maarifa. Mirza Saheb ana kipaji cha ajabu. Mirza Saheb ana kipaji cha ajabu na alikuwa na mamlaka juu ya kila kipengele cha mada hiyo. Hakupata digrii yote, lakini Mungu amemfundisha, na ndiyo maana mawazo yake yanastahiki kwamba sisi tuangalie na tu ya enzi na tu ya heshimu na tujue. Hutuba yake ilitafsiriwa katika lugha mbalimbali na tafsiri zake ziliposomwa na watu mbalimbali nao pia wakatoa maoni mazuri. Hivyo president wa Hispania Supreme Tribunal SYD Jos Coston aliposoma hutuba hiyo alimuindikia Maulvi Karam Rahi Zafar Saheb ya kwamba mimi na kushukuru sana kwa zawadi ulionitumia. Bila shaka hiki ni kitabu kizuri ambacho baada ya kusoma nimevutika mno na nimepata athari njema. Mimi na kuhakikishia ya kwamba Mwenyezi Mungu atakujalia mafanikio na ushindi mkubwa katika nchi ya Hispania, na kitabu hiki ni kizuri kuhusu hali ya kisasa. Kisha juu ya kifo ya Musleh Maud, gazeti moja Roshni Srinagar iliandika ya kwamba marehemu alikuwa mwenyekiti wa All India Kashmir Committee, na alisema kwamba alikuwa ulamaa mkubwa na mufakir, na alikuwa hana mfano wake katika kutoa hutuba. Hadi hutuba zake kama vile nizamu ya uchumi wa Islam na nizamu mpya ya Islam alizozitoa zimepigwa chapa na zimepata umaarufu mkubwa, na tunaweza kupiga hisabu kuhusu elimu yake ya kwamba Justice Sarzafullah Khan ambaye ni jaji mkuu wa mahakama kuu ya kimataifa pia ni katika wafuasi wake, na katika maneno yake bila shaka kuna mambo yaliyoelezwa kuhusu zati yake na sifa zake. Yeye ni chemchem ya elimu za kizwahiri na kizwandani. Sasa watu ambao si Waislam pia wanakiri kwamba huyu ni chemchem ya elimu za nje na za ndani, na yeye ni mtu msomi mkubwa, na maisha yake sehemu kubwa ya maisha inapita kwenye zikr na fikr, lakini katika medani amal yeye ni kiongozi mkuu mwenye azma. Anasema kwamba kila mtu ambaye ni Kashmiri anasifu Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad Saheb kuhusu mchango wake aliotoa katika tahrike hurriyat Kashmir. Mpango huu ulipoanza mwaka 1931 ye akawa mwenyekiti wa kwanza, na kwa sababu ya juhudi zake mpango huu ukapata mafanikio. Kisha Wembley Conference ambayo ni maarufu katika historia ya Jamaat, hutuba yake iliyosomwa humo, watu ambao si Waislam walitoa maoni gani?
mwenyekiti alitoa maoni yake akasema kwamba sina haja ya kusema mingi, nini wenyewe mmeweza kujua kuhusu ubora na uzuri wa mada. Huyu alikuwa mzungu. Alisema ya kwamba mimi kwa niaba yangu na kwa niaba ya wote walioshiriki ningependa kumshukuru Khalifatul Masih juu ya hotuba yake nzuri yenye dalili na hoja, na nyuso za wote walioshiriki zina afiki nami, na mimi nina yakini ya kwamba zinakiri ya kuwa mimi nina haki ya kutoa shukurani yake na mimi natimiza haki ya kuwa mwakilishi wao. Kisha akielekea kwa Hazrat Saheb akasema ya kwamba mimi nakupongeza juu ya hutuba yako nzuri. Bila shaka makala yako ilikuwa nzuri sana iliyosomwa leo. Mtu mmoja alikuja kwa huzur, anaandika ripoti, anaandika kwamba ye akaja kwa huzur na akasema nimefanya kazi nchini India kwa miaka 30 na nimesoma kuhusu hali za Waislamu kwa kuwa nimeishi nchini India nikiwa missionary, lakini jinsi wewe ulivyoeleza makala ya leo kwa uzuri na kwa dalili sijawahi kuisikiliza katika sehemu nyingine, na mimi kwa kusikiliza hutuba hiyo nimepata athari kubwa sana kwa kujua mawazo yake na utaratibu wake na hoja zake. Hivyo yapo maoni mengi na rai nyingi kuhusu makala zake na mada zake na hutuba zake. Kama nisemavyo ya kwamba nimeweka mbele yenu mifano michache tu. Gazeti Fathul Arab Dimashq, naweka mbele yenu habari yake moja. Mwaka 1924 huzur alipoenda Ulaya, njiani akaishi katika nchi za Uarabuni kwa muda mfupi, na katika safari hiyo press ya nchi hizi ilieleza maoni yake. Hivyo gazeti la Fathul Arab Dimashq linaandika kwenye chapisho lake la Agosti 10 mwaka 1924 ya kwamba khalifa huyu ambaye ana umri miaka 40 na ana ndevu nyeusi na uso wake una jalal na heshima na macho yake yanatoa ishara na habari ya kipaji kizuri na ufahamu na elimu na akili, na nyini mnaweza kuangalia vipaji vyake na kwa kuona uso wake pale anaposimama akivaa kilemba cheupe mtashikwa na yakini ya kwamba nyini ni mbele ya mtu ambaye anawaelewa vizuri, na kuna tabasum juu ya uso wake, juu ya mdomo wake. Kisha kuhusu Musleh Maud, gazeti hili liliandika ya kwamba juu ya shafatain yake kuna tabasum ambayo saa nyingine inazuhiri na saa nyingine inafichika. Daima anakuwa na tabasamu juu ya uso wake. Kisha gazeti linaandika ya kwamba mkiona hali ya uso wake mtaweza kujua maana nyuma ya ibtisam ile na jalali inayokuwa nyuma yake. Yapo maoni mengi ya watu ambao walipata nafasi ya kuketi kwake muda mfupi au muda mwingi. Walipata nafasi ya kukaa na huzur, na mambo yalikuwa mengi kama nisemavyo yalikuwa yamekusanywa, lakini kwa sababu ya muda mfupi sikuweza kuyaeleza, na yale niliyoyaeleza nimeeleza kwa kifupi tu, sikuweza kueleza mambo yote. Na bishara ambayo almasimu alikuwa ameeleza mambo mbalimbali kwenye bishara, au tuseme kwamba Mwenyezi Mungu alikuwa amemwambia, zile zote zilipata kutimia katika zati ya Hatmiza Bashiruddin Mahmud Ahmad Musleh Maud. Mwenyezi Mungu alikuwa amemjalia elimu na maarifa kiasi kwamba hakuna shekh yeyote mkubwa aliyeweza kushindana naye, na literature aliyoitoa bila shaka ni hazina za kijamaati, na hutuba zake, makala zake, mada mbalimbali zimeendelea kupigwa chapa, zinaendelea kupigwa chapa na nyingi zimekusha pigwa chapa, yatupasa kuzisoma. Na sasa kazi ya tafsiri inaendelea kufanywa kwa kasi. Inshallah katika muda mfupi tutaweza kupata mengi katika lugha ya Kiingereza, na kuna vitabu vidogo vidogo vimepigwa chapa katika lugha ya Kiingereza. Mwenyezi Mungu atujalie tuweze kunufaika na elimu na maarifa yake.
الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر